Habari ya wakati huu mtazamaji wa Maalum Media. Hapa nipo na wageni ambao tupo hapa home ground kwa ajili ya mahojiano ya 1 2 3. Utafahamu tunahojiana kuhusiana na nini, lakini pia utawafahamu wao ni wakina nani. Mimi official wananiita Eda Enoch, lakini wana wa kitaa wananiita Queen Eda. Unakuwa umetisha kinoma noma. Nikianza hapa na kaka, habari ya wakati huu? Salama za leo. Njema kabisa, tukufahamu. Mimi kwa majina naitwa Jilio Chemo. Cheo ni katibu wa chama cha wauguzi mkoa wa Katavi. Kwa leo tuko hapa home ground kwa ajili ya kuzungumzia swala letu la siku ya wauguzi duniani. Sawa sawa. Nikigeuka upande wa mkono wangu wa kulia niko na madam hapa. Madam, habari ya wakati huu? Salama kabisa, habari za kwako mtangazaji? Njema kabisa, tukufahamu kwa majina. Asante. Kwa majina naitwa Augusta Thomas, ni afisa muuguzi msaidizi. Kituo changu cha kazi ni hapo Ilembo. Kwa hiyo tunafuraha sana leo tunapokusanyikana hapa kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu maadhimisho ya siku yetu, siku ya wauguzi duniani, ambao kimkoa sisi tunaadhimisha kesho tarehe 7 mwezi huu wa 5 hapa Katavi. Sawa sawa. Siku zote wanasema kwamba ni 50 kwa 50. So ukitoka kwa jenda huyu unahamia kwa jenda nyingine. Tukija kwa baba hapa, habari ya wakati huu? Habari ya wakati huu ni njema. Tukufahamu kwa majina? Kwa majina naitwa James Mgusu, ni afisa muuguzi msaidizi, niko wilaya ya Nsimbo, hospitali ya wilaya. Mimi ni katibu msaidizi mkoa. Sawa sawa. Dada, habari ya wakati huu? Salama, habari. Njema kabisa, tukufahamu kwa majina? Kwa majina naitwa Esther Abeli, ni muuguzi, ni mhazini msaidizi manispaa ya Mpanda. Dada, habari ya wakati huu? Salama, habari yako mtangazaji? Njema kabisa, tukufahamu kwa majina? Kwa majina naitwa Sofia Isaya Mwamengo, ni afisa muuguzi msaidizi, nafanya kazi kituo cha afya Ilembo. Madhumuni ya kutukutanisha hapa ni kutaka kuja kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu huduma za kiuguzi. Sawa sawa. Dada ametusanua hapa, lakini watu wote ambao tuko hapa wameweza kutusanua kwamba kesho wapo hapa kwa ajili ya kuzungumzia issue ya kesho, ambapo siku ya kesho ni maadhimisho ya wauguzi duniani. Tukija kwako sasa kaka, hii ikoje? Tungeomba pia utuelezee hii ikoje, yani ni nini hasa mnachokwenda kukifanya kesho? Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kwa ufupi, tuna maadhimisho ambayo huwa kikawaida kikalenda ya dunia huwa tunayaadhimisha tarehe 12 mwezi wa 5 kila mwaka. Kwa hiyo mara nyingi wauguzi huwa tunamuenzi muasisi wa hii taaluma ya uuguzi wa kisasa ambaye anaitwa Bi Florence Nightingale, ambaye alizaliwa huko katika taifa la Italia. Wakati anazaliwa huyu mama alikuwa na passion ya kuwatumikia wananchi katika tasnia ya uuguzi. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa tunaona historia yake. Yeye alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 5 1820, lakini alikuwa amezaliwa katika hilo taifa la Italia. Baada ya kuzaliwa tunaona alizaliwa katika familia ambayo haina uwezo wa kiuchumi, lakini yeye akachagua taaluma ya uuguzi ambayo alikwenda kuisomea na akaitekeleza katika umri wote aliokuwa ameishi duniani. Kwa yule mama aliishi umri wa miaka 90. Toka amezaliwa tarehe 12 mwezi wa 5, lakini alikuja kufariki tarehe 13 mwezi wa 8 1910. Kwa hiyo utaona ameishi umri wa miaka 90. Sasa katika umri huo wote wa miaka 90, yule mama alifanya kazi ya kuwahudumia wananchi, na umaarufu wake mkubwa ulipatikana pale alipokuwa akiwahudumia wakati wa vita. Wale wanajeshi wakati ilitokea vita kule, sasa wakati wa ile vita mazingira yale ya kuwahudumia wale majeraha, kwa yule mama alichukua ile hatua ya kwenda kufanya kazi ya kutengeneza mazingira ya usafi yale maeneo, usafi kuanzia maeneo ya huduma mpaka maeneo ya kwao wale wagonjwa wenyewe. Kwa hiyo yale mazingira yalivyokuwa masafi yaliweza kushawishi wagonjwa kupona. Kwa hiyo ile ikaonekana amevumbua kitu kwa wakati ule, kwamba kumbe ukiwa na mazingira masafi basi inapelekea mambo kuwa mazuri.
Kwa hiyo wale watu waliendelea kuhudumiwa, lakini ile hali ya usafi iliwaponyesha kwa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo ile ndio ilimpa umaarufu, na baada ya hapo aliendelea kukua na akaendelea kusoma zaidi, na hatimaye alikuja akafungua vyuo vya afya, lakini alikuja akafungua pia hospitali na zaidi sana alitengeneza mpaka vyuo vikuu ambavyo vilikuwa vinakwenda watu wanaenda kuchukua hizi taaluma za uuguzi. Kwa hiyo kwa wakati huo alitengeneza mapinduzi makubwa duniani ambayo dunia ilimappreciate kwa kile alichokifanya, na baada ya hayo mapinduzi tunaona inaenea nchi nzima, lakini baadaye ikaenea ulimwengu mzima, na hatimaye ikatufikia sisi huku Tanzania, na sasa tunatekeleza. Na kwa taifa letu mpaka sasa hivi tuna wauguzi wengi, takriban nafikiri wamefika karibu milioni. Mpaka sasa hivi wauguzi ni wengi na wanaendelea kuchukua hii taaluma kutokana na hiyo historia. Sawa, umezungumzia hapo swala la idadi ya wauguzi. Umesemaje vile? Nisema nataka niweke tu sawa kwamba kwa nchi yetu nafikiri sensa inasema tuna Watanzania zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo kwenye kada yetu ya uuguzi nilisema kwamba 80% ya watumishi wote wa kada za afya wanaofanya kazi zaidi kwa 80% ni wauguzi. Lakini kwa wingi wao tunasema 60% ya watumishi wote wa kada za afya kwenye nchi yetu ni wauguzi. Kwa hiyo ukija kwenye data ya wauguzi nchi nzima, unaona sasa hivi wanaelekea milioni wanaelekea 55,000. Wanaelekea kuwa wauguzi milioni 55, kwa sababu kwa data za Mei hapa zinasema kuna wauguzi 52,600. Kwa hiyo mpaka sasa hivi walioajiriwa nahisi wameongezeka zaidi. Kwa hiyo wanaweza wakawa wamefikia wanaelekea kwenye 55,000 kwa nchi nzima. Kwa hiyo utaona kwamba kadri mambo ya afya yanavyoendelea ulimwenguni kutokana na huyu muasisi wa taaluma ya uuguzi yanaendelea kusambaa, lakini kwenye nchi yetu pia idadi ya wauguzi inazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwa kawaida sasa, kutokana na hiki sisi tunachoenda kukifanya, tumeanza maadhimisho tarehe 2 na tunaelekea kilele ambacho ni kesho Jumatano tarehe 7 mwezi wa 5. Lakini kwenye kalenda ya dunia hii huwa inaadhimishwa kilele tarehe 12, ambayo hiyo tarehe 12 ndio ile siku ambayo alizaliwa muasisi wa hii taaluma ya uuguzi, Bi Florence Nightingale. Kwa hiyo sasa hapa nyuma ya wiki nzima tunakuwa tunafanya maadhimisho kuelekea kile kilele ambacho sisi kimkoa tumeifanya hiyo tarehe 2 na tunaelekea kilele chetu ni tarehe 7. Lakini kitaifa wao wataanza tarehe 9 mpaka 12 mwezi wa 5, ambayo ndo kitakuwa kilele na itakuwa ni kalenda ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo sasa kiulimwengu sisi tunapofanya, maana yake hata mataifa mengine yanafanya hiyo tarehe 12. Kwa hiyo tuna chama chetu cha kitaaluma cha ulimwengu ambacho tunaita ICN, International Council of Nursing. Kwa hiyo ile International Council of Nursing ile ndo huwa inatengeneza hizi kauli mbiu na kuelekea kwa ulimwengu mzima, na wao pia wanaenda kuadhimisha hiyo tarehe 12 ya mwezi wa 5. Sasa kwenye huduma ambazo tumefanya sisi kama mkoa, nafikiri tumezitaja na zinaendelea kutolewa kwenye uwanja wa shule ya msingi Kashaulili, na wananchi tunawakaribisha waweze kuhudhuria, waendelee kupata hizo huduma. Lakini kwa sababu niko na wenzangu wanaweza wakazielezea zaidi ili tuweze kupata kauli ya pamoja kwamba tunaenda kufanya kitu gani na mambo yanaenda kuwa mazuri kiasi gani. Na pale tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni mkuu wetu wa mkoa Katavi, na tumesha confirm atakuwepo. Kwa hiyo kesho yatakuwa mambo ni mengi, lakini mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Na tunawakaribisha wananchi waweze kuhudhuria kwa sababu hizi huduma zote tunazitoa ni bure, hakuna malipo. Kwa hiyo sioni kama kuna haja tunatoa huduma bure halafu ni za kiwango kikubwa namna hii, halafu wewe kushindwe tu kuhudhuria. Eti kuna shida pale.
kwamba yani wewe tumetengeneza huduma, tunakuja tunakuhudumia bure, tunakupa majibu. Tukigundua una changamoto yoyote ambayo inahitaji upate rufaa au matibabu zaidi, tunakuelekeza wewe kituo gani upate huduma zaidi, na zote ni bure. Lakini pia tuna hospitali yetu ya mkoa sasa hivi inatoa huduma za kibingwa ambazo zinapatikana pale, na pale uwanjani tutazielezea kwa wananchi kwamba tunatoa huduma gani, zipi zinapatikana na zipi zinapatikana kwa kiwango kipi. Kwa zote zitakuwepo. Sasa hiyo tunawakaribisha wananchi waweze kuhudhuria. Kuna vitu vingine ambavyo ukija hospitali huwezi ukavikuta. Kwa mfano ukija hospitali unaumwa, unafika pale unapanga foleni, unaelekea kutokana na tatizo lako. Kama unaelekea kwa mganga wa meno, utaenda kwa meno. Kama unaelekea upasuaji, utaenda upasuaji, lakini hautapata baadhi ya vitu kama vile kwamba tunatoa huduma 1, 2, 3 katika hospitali ya rufaa ya mkoa, hautazipata. Au hutapata kwamba tunatoa hizi huduma katika hospitali ya wilaya ya Mpanda, hautazipata. Tunatoa huduma hii na hii katika kituo cha afya Ilembo, hautazipata. Lakini ukija pale tutakwambia na utagundua kwamba kumbe huduma hii pia inapatikana. Nilikuwa najua labda inapatikana hospitali ya Kanda Mbeya, lakini ukija pale tutakwambia inapatikana na vitu kama hivyo. Kwa wananchi na wakaribisha wote waweze kuhudhuria, na huduma zote ni bure, hakutakuwa na malipo. Tukigeuka sasa hapa kwa madam, tungependa utufahamishe sasa kesho kutakuwa na nini na nini, yani hasa lengo sasa la kuadhimisha hayo. Mmeona kwamba ni hawa watu ambao walikuwa na majeraha. Kwa hiyo ni siku nzuri, ndio maana tunawaalika na wananchi wetu wote waje kupata hizi huduma ambazo tutazitoa bure kabisa, ambazo watazipata bila malipo. Kuenzi zile jitihada zake za kuhudumia watu kwa upendo bila kuwadai gharama zozote wala malipo yoyote. Sawa, umezungumzia kesho mtakuwa na huduma ambazo zitakuwa zinatolewa pale. Tungependa kufahamu ni huduma gani pengine kwa siku ya kesho ambazo zitakuwa zinatolewa, lakini pia zitakuwa zinapatikana wapi kwa mtu ambaye ni mtazamaji, pengine yupo Kasekese huko, yupo viunga vyote vya Katavi na mikoa ya jirani, pengine angetamani pia aje kuhudhuria haya maadhimisho. Pengine mtakuwa mnayafanyia wapi, lakini pia huduma ambazo zitakuwa zinatolewa pale. Asante sana ndugu mtangazaji. Huduma zetu kesho zinapatikana uwanja wa Kashaurili hapa Mpanda Manispaa, lakini baada ya kesho zitaendelea kutolewa kwenye vituo vyote vya kutolea huduma. Na huduma ambazo tunaenda kuzitoa ni huduma ambazo zipo kwenye vituo vyetu tunazitoa, lakini wakati mwingine huduma zinatolewa kwa ratiba. Unaweza kukuta labda leo ni ratiba ya kupima saratani, kesho ratiba ya kupima labda TB, lakini kwa kesho tunatolewa zote kwa wakati mmoja, na hazijaanza kesho tu. Zimeanza toka tarehe 2, kesho ndio kileta tarehe 7. Kwa tutakuwa na upimaji wa saratani ya mlango wa kizazi kwa kina mama, na tunawahamasisha sana kina mama wengi waje, kwa sababu tatizo la saratani ya mlango wa kizazi halina dalili yoyote, usikii kuuma kitu chochote. Kwa hiyo usipochunguzwa kwa wakati utakuja kugundulika baadaye tatizo limeshakuwa kubwa. Kwa hiyo tunawahamasisha sana wanawake wengi waje ili tuwachunguze. Ikionekana una viashiria vile vya awali, dalili za awali za mabadiliko ya mlango wa kizazi, tunapatiwa huduma, ni bure kabisa. Lakini pia tunaendelea na huduma za uzazi wa mpango pale zitatolewa, elimu pamoja na huduma zenyewe, lakini tutapima tena pia VVU, ukimwi, lakini pia tutaendelea kupima TB. Sawa. Kila maadhimisho huwa yana vitu vyake. Kila maadhimisho huwa yanabeba kauli mbiu yake. Sasa tumetoka kwa dada. Sasa hapa gender balance inahitajika. Hapa sasa gender balance inahitajika. Lakini anyways hatuna namna, kwa sababu wanawake ni jeshi kubwa, tuko wengi na wanaume ni wachache. Mimi namkimbia baba, nakuja huko kwa dada. Tungeomba utuambie hayo maadhimisho yanabebwa na kauli mbiu gani? Asante ndugu mtangazaji. Kwa maadhimisho yetu, kauli mbiu yetu inasema uuguzi ni nguvu ya mabadiliko. Kwa hiyo tukisemea nguvu ya mabadiliko, tunalenga asilimia kubwa. Kwa mfano kwenye hospitali zetu, asilimia kubwa ya watumishi wanakuwa ni wauguzi. Yaani tukitembelea hospitali hizi, sehemu zote asilimia kubwa ni wauguzi. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali iwekeze nguvu nyingi kwenye kada ya uuguzi, kwa sababu kada ya uuguzi na wauguzi wote tunaweza kujiita ni moyo wa huduma za afya, kwa sababu huwezi kwenda sehemu ukakuta hamna muuguzi. Lakini pia muuguzi ni mtu ambaye unaweza kumweka sehemu yoyote na akafika. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaiomba serikali kupitia hii kauli mbiu yetu iwekeze nguvu nyingi kwa wauguzi.
Sawa sawa, ameweza kutusanua bidada hapa kuhusiana na kauli mbiu ya maadhimisho haya. Lakini kila maadhimisho pia tunavyofahamu huwa yana chanzo chake na mwisho wake. Tukija sasa, tunarudi sasa kwenye jenda sasa, hapa ndo imebalance kidogo. Tukija sasa hapa kwa baba, tungependa utuambie maadhimisho hayo pengine yatakuwa na maandamano. Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyotangulia kujitambulisha awali, naitwa James Mgusu. Na huduma kede zinazopatikana katika vituo vya afya. Kwa hiyo niendelee kualika tu wananchi, lakini pia wananchi wasio wanasubiri maadhimisho. Yaani wasubiri maadhimisho ndo waje pale uwanjani, au wasubiri watangaziwe siku na madaktari bingwa wamekuja. Hivi vituo vinaendelea kutoa huduma kila siku. Kwa sababu mtu anaweza kusubiri mpaka nisubiri madaktari bingwa akisha kuja ndio tutaenda kuchanguza saratani ya mlango wa kizazi. Kumbe wataalamu tunao tu ndani ya vituo vyetu, ndani ya mkoa wetu. Kwa mtu anaweza akafika tu kituo cha afya na akapata huduma, kwa sababu mwisho wa siku kuna magonjwa mengine ambao ukichelewa unakuja kugundulika hatua imeshafika mbaya, tunasema sisi hatuwezi kukutibu, labda naenda Ocean Road. Nikichukulia mfano saratani ya mlango wa kizazi, tunaposema hapa tunachunguza mabadiliko ya awali ya saratani ya mlango wa kizazi, mama anakuwa haisi dalili yoyote, haumwi, yani anakuwa yuko normal kama tulivyo sisi na afya njema. Ili tujue kama mama huyu ana mabadiliko ya awali kuelekea kupata saratani ya mlango wa kizazi, lazima achunguzwe. Yani hakuna njia nyingine ambao mama anaweza kujigundua kwamba ana mabadiliko ya awali. Lazima achunguzwe na wataalamu wa afya. Akishachunguzwa, akijulikana mabadiliko ya awali, anapata matibabu. Siku hiyo hiyo ni bure. Kama mama atakubali kutibiwa siku hiyo, kwa sababu unajua huduma ni hiari, uwezo kumlazimisha mtu Kwa hiyo tutampa ushauri pale, akikubali anatibiwa. Anavochelewa ikafikia hatua akaanza kupata zile dalili mbalimbali kama siku kuumwa tumbo, siku kiuno, ambazo dalili za saratani ya mlango wa kizazi, tayari saratani inakuwa imeshavuka hatua. Kutoka kwenye dalili ya awali ambazo tunaweza tukaitibu kawaida bure, hatutaweza tena kuitibu. Tutakuwa umeshaingia kwenye saratani, mwisho wa siku atakwambia sisi hatuwezi kuitibu, labda enda Ocean Road. Tena inakuwa ni gharama mara mbili. Na wakati ulikuwa unaweza kuwahi kituo tu cha afya na ukachunguzwa mapema, ukajulikana na dalili za awali na ukatibiwa bure. Tunajua watu uchumi ni mgumu, lakini ndio hivyo, tunakuwa tunachelewa, tunasubiri paka maadhimisho, au tunasubiri paka madaktari bingwa watangaze labda madaktari bingwa wametoka sijui wapi. Lakini muda mwingine ndani ya timu ile ya madaktari bingwa na sisi tunakuwemo humo ndani yake, ambao kila siku watu hawaji kutuona vituo vya afya. Na hata madaktari bingwa akija kusema huduma ni bure, bado hizo huduma kituoni tunatoa bure. Mfano kama huduma za kliniki zote nilizozitaja ni bure. Mwananchi halipia hata shilingi moja. Lakini bado tunachelewa. Ni wasihi tu wananchi waendelee kutembelea vituo vyetu vya huduma za afya, lakini pia tuwe na utaratibu wa kwenda kuchunguza afya zetu, tusisubiri penye tatizo limeshakuwa kubwa ndo tunaenda kuhudhuria vituo vyetu vya afya. Asante. Sasa muda unatukimbia kweli kweli kinoma noma. Pengine tumeweza kuzungumza vitu vingi, mtazamaji wa Mari Media. Pengine tukirudi kwa nyote sasa ambao tuko wote, pengine kama kuna kitu tumekisahau kwa ajili ya kesho, karibuni kwa ajili ya kuongezea, au pengine kuna kitu ambacho tumekisahau mngetamani kukizungumzia. Labda kwa kugusia tu sasa, kwa kuwa tunaelekea kilele cha maadhimisho yetu, sana tunawaalika wananchi wahudhurie pale uwanja wa shule ya msingi Kashaurili. Tayari tumeshasimika mabanda yetu ya kutolea huduma, na kuanzia sasa hivi kuna gari pia la matangazo linapita huko mtaani kuwatangazia wananchi waje wapate hizo huduma bure zote tulizozitaja hapo. Lakini pia kama tulivyosisitiza katika maeneo mawili, swala la afya ya uzazi ambayo ni sera ya nchi yetu, lakini pia swala la magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza pia ni sera ya nchi yetu. Kwa hiyo hii swala la sera ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza pia itatolewa pale huduma uwanjani, na zote zinaendelea. Lakini sana cha kuwaasa tu wananchi ili waweze sana tumeona mtindo wetu wa maisha ndo unatupelekea kwenda kuwa na zile afya, yani unakuwa umebeba uzito ambao hauendani na mwili wako. Kwa hiyo sasa pale tunashauri pia ili kuepukana na yale magonjwa ambayo yanaweza kukupata kama vile pressure, shinikizo la damu hilo, ambayo utashindwa wewe, mishipa yako ya damu itashindwa kusafirisha damu vizuri kutokana na mafuta iliyobeba. Kwa hiyo tunashauri pia jamii, ili mitindo yetu ya maisha basi ikibadilika, tukao tunatumia vyakula kulingana na utaratibu za kiafya, basi tutakuwa na afya wote njema. Lakini pia kama nilivyoshauri issue ya afya ya uzazi, nimesema
kwa issue ya kuzulia kliniki, lakini pia pale hospitali ya rufaa ya mkoa kuna kliniki za kibingwa za madaktari bingwa wa afya ya uzazi. Kwa hiyo sasa hawa zile kliniki zao zipo siku ya Jumanne na Alhamisi. Kwa hiyo kama mama amehudhuria akagundulika ana changamoto, mara nyingi huwa wakihudhuria mapema unagundulika una changamoto fulani, basi hiyo changamoto inaenda kutatuliwa kabla haujafikia muda wa kujifungua. Kwa hiyo unaweza ukakuta una pressure, una tatizo la pressure ambalo hilo tatizo ili litatuliwe uweze kujifungua salama, basi unaelekezwa basi ufike sehemu gani ili tatizo lako litatuliwe. Lakini unaweza ukapimwa pale kuondoa wewe una damu kidogo ambayo mpaka kufikia muda wa kujifungua damu yako inaweza ikawa imepungua ikapelekea wewe kupata changamoto. Basi tunakuelekeza pia ule vyakula gani vya lishe ambavyo vitakusaidia wewe kuwa na damu ya kutosha, lakini pia utapata dawa za kuongeza damu wakati wa ujauzito. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinatolewa pale uwanjani na wananchi nafikiri sasa waanze kuflow tu sasa kuanzia sasa hivi mpaka kuelekea hiyo kesho ambayo tutaendelea na huduma pale mpaka siku mpaka muda ule wa hotuba na kilele, na tutahitimisha wote kwa pamoja na tutakuwa tumefanikiwa katika maadhimisho yetu haya. Hivyo labda tumshukuru tu Maalim Media ambayo ni media kubwa inapeleka hizi habari huko duniani, lakini kwenye nchi yetu pia. Kwa hiyo hii taarifa ikienda vizuri kule wananchi wakaiona imekaa sawa sawa, basi itawahamasisha waweze kuhudhuria vituo vyetu vya kutolea huduma. Lakini jeshi hili la wauguzi tumeona kwamba kwa jinsi tulivyozungumza hapa tunaona, na hata wewe mwandishi wa habari umeona ni jukumu gani walilolibeba. Kwa hiyo ni jeshi kubwa limebeba majukumu makubwa, lakini pia wao ni wengi kwenye kada ya afya 60%. Sasa ukiona kwa sije ukatuambia milioni 60. Hapana, ni 60% ya watumishi wote. Sasa hilo jeshi utaona majukumu yake yalivyo mazito, na mara nyingi hawa ni wanajeshi tuseme kamili, kwa sababu magonjwa yote yale ya mlipuko yanapotokea wao lazima wawe mstari wa mbele kwenda kutekeleza hicho kitu. Nafikiri kwenye nchi yetu pia umeona tumepata COVID hapa, wamekuwa mstari wa mbele, wamehudumia, na kama kawaida wanajeshi ukiwa vitani kuna muda unaweza ukapigwa risasi ukafariki. Kwa hiyo wapo wenzetu pia waliopoteza uhai wakati lakini tunasema jeshi lazima, kauli ni moja, ni kusonga mbele. Kwa hiyo sisi bado tunasema tunasonga mbele, na wakati wowote inapotokea swala la kivita sisi tunalikabili kama jeshi, na ndio maana unaona haya mavazi meupe yana maana kubwa sana. Mavazi meupe tunasema kwamba yani lazima pia uwe na roho nyeupe. Inawezekana mimi nikawa nimegombana na Maalim Media hapa, au Maalim yeye kama yeye tumegombana huku mtaani, siku akija pale hospitali mimi siwezi nikalipiza kisasi. Yani ile roho nyeupe nasema bana mimi nimhudumie kama hatujawahi kugombana. Umeona hiyo kitu? Mmoja akasema nilienda kulazwa sehemu nikakuta ex wangu ndo anahudumia. Nikatamani kukimbia kitanda. Hatari kweli kweli. Sawa. Sisi tuwashukuru pia, sisi kama Maalim Media tunasema tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana pia kwa kutusanua kwamba kesho ni kitu gani ambacho kinaenda kufanyika. Tunawashukuru sana, lakini pia mtazamaji wa Maalim Media, asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo wa mahojiano haya mpaka sasa. Tunasema bye bye. Jina langu ni Queen Eda. Bye bye.